Doto, ni afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwanza kabisa tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wataalamu wanaotoka katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Mara kwa ajili ya kuelimisha kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Lengo kubwa la mafunzo haya ni kuweza kuelimisha wataalamu hawa ili wao sasa waweze kwenda kutoa elimu hii katika ngazi za mikoa na halmashauri wanakotoka. Dr. Hezron Zakaria Onditi ni mwadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Duse. Vile ni mtafiti katika eneo la ulinzi na usalama wa watoto dhidi ya ukatili. Kwa hiyo kwa leo katika hii tarehe 18 na 19, wizara kama wizara mama maendeleo ya jamii yaandaa mpango au kampeni ya kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya viongozi wakiwepo watu wa ustawi wa jamii, dawati la jinsia na watoto, dawati la polisi, kuna waafisa maendeleo, kuna walimu, kuna viongozi mbalimbali ambao wameitwa ili kupewa uelewa juu ya namna ya kumlinda mtoto katika mitandao. Kwa hiyo ndio lengo la kuwa hapa. Kwa hiyo kama sisi ambao ni wataalamu kwenye eneo hili tuko hapa katika kuwajengea haya makundi, kuyajengea uwezo wa namna bora ya kumlinda mtoto na madhila yanayofanyika katika mitandao. Okay. Ndio kusudi letu la kuwa hapa. Unasema pia na masuala ya tafiti pia. Ndio, mimi ni mtafiti. Hali ikoje, mnaona vipi? Sababu sasa hivi mitandao ndio kila kitu. Changamoto inaongezeka vipi na nini mbinu bora za? Ndugu waandishi wa habari, tunavyofahamu ya kuwa maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano yamekuwa kwa kasi sana duniani. Na kundi moja ambalo linaathirika na haya maendeleo ni kundi la watoto. Kama tunavyofahamu, hata nyinyi nikiwauliza hapa, tunaporudi nyumbani, mtoto anapokea nini kutoka kwako sasa hivi? Utasema ni simu. Kwa sababu watoto sasa hivi wana mapenzi na matamanio ya kuwa na hivi vifaa kwa sababu ni ulimwengu wao. Tunawaita wao ndio wazawa wa dunia hii ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo watoto wanatumia hivi vifaa kwa mambo mbalimbali. Kwanza hivi vifaa vina faida mbalimbali, faida za kielimu, faida za wao kuwasiliana na ndugu zao, na faida zingine lukuki, hata kucheza, kuburudika na kufanya nini. Lakini mbali na hizo faida, tafiti zimeonyesha ya kuwa teknolojia hizi za habari na mawasiliano, matumizi ya simu, internet na mitandao imekuwa na athari hasi kwa watoto. Kwa watoto wanakumbana na madhila mbalimbali ya kurubuniwa kwenye mitandao, kufanyiwa ukatili kwenye mitandao na watu wengine wanaowafahamu hata na watu wasiowafahamu. Tafiti zinaonyesha ya kuwa katika nchi yetu ya Tanzania, utafiti ambao umefanyika mwaka 2022 unaonyesha ya kuwa takriban 67% ya watoto kati ya umri wa miaka 12 mpaka 17 wanatumia hii mitandao. Na mambo yapi wanayofanya kwenye mitandao? Ipo mingi wanayofanya kwenye mitandao. Na katika matumizi ya mitandao, watoto wamekumbana na mambo mbalimbali. Kuna habari ile ya kurubuniwa kwenye mitandao, kurubuniwa kingono, ili waweze kushiriki katika masuala yanayohusiana na kingono. Kwa hiyo wanakutana na watu ambao wengine tunawaita mafataki wa kwenye mitandao. Wanawarubuni kutumia message, jumbe mbalimbali za kutaka kufanya nao mahusiano ya kingono wakiwa katika huo umri mdogo. Kwa sababu watoto hawajitambui, wengine wanadanganywa na fedha, zawadi mbalimbali, wanajikuta wamesha kuwa na mahusiano na watu ambao wanakutana nao kwenye mitandao, baadaye wanakuja kukutana nao huku nje, wanawafanyia mambo yasiyostahili.